Karibu katika episode ya 3. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 2 ni mara baada ya kumshuhudia mwamba Leo akiwa anafuatiliwa sana na bibidada, kwa sababu yeye ndio mtu ambaye anatokea katika familia ya kifalme pia. Na tena leo ndio ilikuwa siku ambayo mama yake na Leo alikuwa anarejea nchini Korea, kwa sababu alikuwa yuko England kwa muda mrefu. Lakini akiwa hapo hapo katika maeneo ya airport akimsubiria mama yake, ghafla tu akakutana na rafiki wa baba yake wa zamani sana. Kumbuka baba yake alifariki akiwa na umri wa miaka 5 tu, wakati Leo ni mdogo. Hasa hapa airport kalikopo kale kabidada kanakofahamika kama Minio. Kumbuka kalikuwa kanapendwa sana na Crown Prince ila kalimkataa. Sasa wameweza kukutana hapa kwa Minio pamoja na wazazi wake na Leo. Na kumbe mama yake na mwamba Leo ni maarufu sana katika mchezo wa ballet, na huyu bidada Minio anaupenda sana mchezo huo. Kwa hiyo alipoweza kumwona mwanamke huyu alimshobokea, kwa sababu ni mtu ambaye anamshabikiaga sana, asijue kwamba Leo anasoma naye ndani ya shule moja. Hasa kuna siri kubwa sana inayoendelea, kwa sababu mtu aliyekuwa anastahili kuchukua nafasi ya Crown Prince ndio huyu Leo, lakini kuna siri ambayo imejificha sana ndani ya ufalme. Na Malkia alipopata habari ya kwamba mama yake na mwamba Leo ameweza kurejea Korea, alishtuka na kuanza kutetemeka, ni kama vile anaogopa jambo fulani. Hasa bidada Chae-tang, kumbuka anakaa ndani ya jumba la kifalme kwa sababu yeye ni Crown Princess, lakini akiwa hapa ndani alikuwa anashangaa namna ambavyo wapishi wanauliza namna gani vyakula vitakwenda kuliwa katika ratiba ya siku. Mtoto wa watu amezoea yeye akikutana na ndizi njiani anakula, akikutana na mandazi anakula, akikutana na juisi ya Azam anakula, yani yeye hazingatii chochote kile. Sasa anakuta hapa kuna utaratibu mzito. Nyakati za mchana anashinda shuleni akisoma, lakini pia akirudi katika ufalme anashinda akiwa anasoma tu taratibu za kuishi namna vyema katika huu ufalme. Ila leo alikuwa anamshuhudia mwamba Crown Prince Chae-tang akiwa anaongea na mtu kwenye simu, alafu anacheka sana. Akaanza kuona kwamba Chae-tang hanaga kabisa furaha akiongea na mimi kama hivyo, na hata kama hawapendani sio kumfanyia dharau kubwa kiasi hicho, yani wanapigiana simu, wanaongea, wanafurahi mbele ya bidada. Akakasirika sana kuona jambo hilo. Hata wakati wa kula bado mwamba alikuwa anaongea tu na simu mbele ya bidada Chae-tang. Sasa bidada Chae-tang akawa anamuona mwamba anaongea na simu huko anamwangalia sana, akasema uwe huru tu kuongea na mtu wako, wala usiniangalie sana. Lakini mwamba akasema sio kwamba siko huru, niko huru kabisa, ila nilikuwa naangalia mchele ambao umejinasa pembeni ya shavu lako wakati naongea na simu. Basi bidada ndo akajitoa ule mchele, ndipo alipogundua kwamba mwamba amzingatii kwa chochote kile. Sasa bidada uvumilivu ukamshinda, akasema kwamba ina maana wewe umenioa unifanye kama mpambo lako tu humu ndani. Lakini naye mwamba akasema kwani wewe umeolewa na mimi kwa lengo gani? Si ili upate pesa? Wote tumeoana kwa faida bana. Bidada aliposikia maneno hayo aliondoka ndani akiwa na hasira. Sasa alipoweza kutoka nje, akati anaendelea kutembea tembea hivi, si ndo akakutana na mwamba Leo. Kumbuka naye Leo anaishi ndani ya jumba la kifalme, na kawaida kila bidada Chae-tang anapopata nafasi ya kupiga stori na mwamba Leo, huwa stori zao zinanoga na huwa mazungumzo yao yanaendana sana. Lakini wakati huo akawa anapokea simu kutokea kwa Crown Prince akimwambia ingia chumbani. Basi akamwambia nimekuita ndani sio kwamba tulale pamoja, nimekuita nataka nikwambie kwamba kutakuwa na sherehe hivi karibuni, kwa hiyo utawaalika wazazi wako na utawaambia tunawakaribisha sana waje kuhudhuria sherehe hii. Bidada Chae-tang akiwa amefika shuleni, basi kwa kuwa sasa hivi ana mawe ana pesa, muda wote tu akawa anawalisha marafiki zake misosi ya kwenda, yani kula nyama, viazi, chipsi kama zote kawaida tu. Huku upande wa pili Malkia anazidi kuwafokea tu wafanyakazi wake na kuambia kwamba msimpatie nafasi yoyote bidada Chae-tang kurelax, hakikisheni mnampa sheria zote za ufalme, asije akatuzalilisha hapa ndani, kwa sababu anaonekana na ushamba fulani hivi ambao hautakiwi. Basi wazazi wake na bidada Chae-tang kwa kuwa walikuwa wamealikwa pale ikulu, walikuwa wamefika siku ya leo na wakakutana na mama yake na Malkia. Basi akawaambia kwamba ni muhimu mkatembelea mazingira ambayo binti yenu anaishi. Wazazi wake walipokwenda kutazama mazingira ni mazuri kinoma yani. Sasa bidada baada ya kumaliza shughuli zake zote shuleni kule, anarudi katika himaya, anagundua kwamba wazazi wake tayari walishakuwa wameondoka. Kwa hiyo hakupata nafasi ya kuonana na wazazi wake siku ya leo. Bidada alilia sana na akaanza kumlaumu sana Crown Prince, akasema umeacha tu wazazi wangu waondoke wakati mimi nimewamisi, sijaonana nao siku nyingi, nataka kuona wazazi wangu. Lakini ukweli ni kwamba Crown Prince hata naye mwenyewe hakuwepo nyumbani, kwa hiyo hakujua kabisa kwamba wazazi wa bidada walikuwepo hapa, ila mwamba akaamua tu kupokea lawama. Basi bana, hasa mishale ya usiku sana wametimba chumbani. Mwamba yuko busy tu anasikiliza mziki, kwani alikuwa amevalia earphone. Lakini wakati huo bidada Chae-tang akaanza kufunguka maneno mazito ya moyo wake, akasema mimi najua tu kwamba unampenda Minio, ndio mtu ambaye unamfikiria katika maisha yako, na hata siku utakayonipa taraka basi najua utakwenda kumuoa Minio, sio mbaya. Lakini sasa baadaye mwamba Crown Prince akawa na nyuka zake anaondoka. Sasa bidada akaenda kusikiliza ule
ule mziki ambao Mwamba alikuwa anausikiliza, ndo akagundua kwamba jamaa alikuwa asikilizi mziki bali alikuwa amevaa tu earphone, kwa maneno yote aliyoongea ameyasikia. Bidada akaanza kuona aibu, akasema hili jinga litajua kwamba nalipenda jamani, kumbe mimi nilikuwa naongea tu ukweli. Basi bwana we, siku ya kesho yake ilikuwa ndo siku ya birthday ya Mwamba Crown Prince. Walikuja watoto wakishua kinoma yani. Huko nje Lamborghini, Bugatti, Ferrari na gari nyingi tu za maana zilikuwa zimepaki, kwani watoto wakishua wote waliweza kufika hapa, wana mawe kinoma. Mwenzangu na mimi umepiga birthday juzi tu hapo, hata baiskeli haikupaki. Wakati huu wa pari, bidada hakuzoea kabisa kushinda na watoto wa kimatajiri namna hiyo, yani alikuwa anashangaa tu, afu ni kama vile watu walikuwa wakiongea wakimsema kwamba kaka bidada kashamba. Kumbuka tu kwamba bidada Minio naye alikuwepo mitaa hiyo hiyo, naye ni mtoto wa kishua kinoma noma. Ukweli ni kwamba bidada Cheitang kila mmoja alikuwa akimdharau sana, hususan ile zawadi aliyokuwa ameileta. Kila mmoja alikuwa ameleta zawadi za gharama kinoma noma, lakini bidada alileta zawadi ya viatu. Lakini pia marafiki wa bidada Cheitang na wenyewe walikuja katika birthday ya Crown Prince na wakawa wameleta zawadi zao za 200, 300. Sasa Crown Prince alipoweza kuziona akasema zawadi gani za kishamba hizo, ndaziweka wapi katika jumba la kifalme? Alafu mbaya zaidi ni kwamba pale ambapo bidada Crown Princess itakiwa kukaa akaonekana akiwa amekaa bidada Minio, kitu ambacho kikawa kinawatia mawasiwasi sana hao marafiki wa bidada Cheitang. Inakuwaje haya mahusiano yao wawili? Basi ndipo walipogundua kwamba hii ndoa inaonekana ni ndoa ya kulazimishana. Kwa hiyo moja kwa moja wakamtoa pale bidada Cheitang wakaelekea katika eneo fulani vile swimming pool hapo ndani katika jumba la kifalme. Hasa wakati huo bidada akaanza kufunguka kwa marafiki zake akisema kwamba unajua mimi huyo Crown Prince amenioa tu, lakini kiuhalisia mtu ambaye anampenda kweli ni huyo bidada Minio. Hasa wakati anayazungumza haya maneno, nyuma yake asijue kwamba mpwa wa Crown Prince naye alikuwa anapita mitaa hiyo hiyo, ambaye ni rafiki wa karibu sana na bidada Cheitang kwa sasa. Basi bwana Mwamba Lio alipogundua kwamba watoto wa kike ni kama vile wana huzuni, akaanza kuwafurahisha kwa kucheza na maji. Basi wakati wanaendelea kucheza, sasa Crown Prince wakati anatembea ndipo alipokuja kugundua kwamba mke wake anafurahi kinoma, na tena miongoni mwa watu ambao anafurahi nao ni yule mpwa wake anayefahamika kama Lio. Hii kitu ilimsababisha mfalme kupata hali fulani ya hasira kidogo. Kwa nini huyu anafurahi? Ukweli ni kwamba Mwamba hajawahi kupata bahati ya kuwa na furaha kiasi ambacho ameweza kuishuhudia ile furaha inayoonekana mbele yake. Basi akarudi katika zawadi ya viatu ambapo bidada Cheitang alikuwa amemzawadia, akaanza kuviangalia na mshikaji kinyonge sana akavivua viatu vyake akavaa vile viatu alivyoletewa zawadi na bidada. Alafu wakati huu bidada Minio naye alikuwa amekuja mitaa hiyo akachukua seti fani ya muziki na akamwekea sikioni. Lakini katika jambo la kushangaza sana, kuna waandishi wa habari wanaonekanika ndani ya jumba la kifalme wakiwa wanawapiga picha Crown Prince na huyu Minio. Hasa kuna kautaratibu fulani kanaendeleaga hapa ndani ya jumba la kifalme. Ni kwa utaratibu wa miaka kama 10 mpaka dakika hii, kwamba kila chakula ambacho kinaliwa ndani ya jumba la kifalme mtu ambaye alikuwa anaonja ni huyu Crown Prince. Hasa bidada Cheitang alikuwa anashangaa sana, anasema ni kweli hapa ndani kuna ulinzi na kuna madaktari ambao wanakagua kila kitu, kwa nini lakini wewe Crown Prince unataka kuonja chakula cha ufalme mzima? Hasa yule Mwamba Lio kila siku anatimba ndani ya jumba la kifalme. Ukweli ni kwamba Lio anapenda sana kushinda ndani ya jumba la kifalme licha ya kwamba mama yake akai hapa, kwa sababu tu anapendaga kumuona princess. Kwa hiyo Mwamba Lee kumbe anavutiwa sana na bidada Cheitang. Wakati mwingi anapokuwa naye huwa anapataga furaha ya ndani kabisa. Sasa Mwamba Crown Prince alishaanza kushtukia kwamba mke wake amekuwa jirani sana na Mwamba Lio. Sasa siku ya leo akawa anamuonya huku akiwa amemshikia upanga, anasema usiwe jirani sana na Lio, sawa? Na bidada akawa anamuuliza Mwamba, kwani wewe hapo unampenda Minio, kila wakati unashinda naye, mimi nikishinda na Lio unanilaumu, wewe una akili kweli wewe? Mwamba kuyasikia maneno yale alikasirika kinoma, yani akashindwa mpaka kuongea neno lolote lile, akaishia tu kumtazama bidada usoni. Basi baada ya mabishano ya muda mrefu, Mwamba Crown Prince alikuwa ameitwa na bibi yake kwenda kunywa chai na alikuwa ameambatana na bidada Cheitang. Sasa bibi anafurahi kweli kweli kumuona bidada Cheitang ndani ya jumba la kifalme wakati kama huu. Hata walipoweza kufika shule, bidada Cheitang akawa anamshukuru Lio na kusema kwamba siku ya jana katika birthday umenifurahisha sana, yani ulikuwa unacheza kama mtoto mdogo. Walipotoka shuleni wamerudi tu katika jumba la kifalme. Siku ya leo ilikuwa ni mchezo wa gofu ambao ni maarufu sana ndani ya jumba hili, na bidada Cheitang naye alikuwa ameambatana na Crown Prince kwenda kushiriki mchezo huo. Lakini pia kulikuwa kuna uzinduzi wa kiwanda fulani ambacho kilikuwa kinazinduliwa siku ya leo maeneo ya jirani tu, na mtu pekee aliyekuwa amealikwa kwenda kuzindua alikuwa ni Crown Princess pamoja na Crown Prince. Kwa walikwenda kuzindua afu wanatabasamu kinoma. Kwa nje ukiwaangalia, bwana we, ndoa si ndio hii bana, lakini ndani yao wanapitia majuto makubwa, kwani hawapendani kabisa. Ni katikati ya tukio la muhimu kama hili, waandishi wa habari wakiwa wametapakaa eneo hilo, hapa tu kuna yai visa likatupwa kwa Crown Prince. Hasa walipotokea katika hilo tukio ambalo limezua mazonge mazito, basi bidada akawa anataka kwenda kumtembelea Mwamba Crown Prince aweze kumpa pole kwa kile kilichoweza kumtokea pale jukwaani.
Lakini hutakaa uweze kuamini ni kwamba Leo akawa amemzuia bidada Chaetang asiende kumpatia pole Crown Prince. Yani ni kwamba Leo ameanza kuwa na nguvu kidogo kwa bidada. Lakini kwa kuwa pale bana pana dirisha la kioo, mwamba Crown Prince alikuwa anawashuhudia tu wale wawili wanaendelea kucheka na kufurahi kule nje. Kitu hii ikaanza kumuumiza kinoma Crown Prince. Basi baadaye sana, baada ya mazungumzo yake kati yake na yeye Leo, basi Leo alipoweza kuondoka ndo bidada akajitutumua hivyo hivyo akaingia ndani ya chumba cha Crown na kusema kwamba pole sana, lakini Crown akasema bana mimi niko fresh tu wala usiwe na hofu. Basi mwamba akawa anaondoka zake, lakini bidada akamfuata na akamkumbatia kwa nyuma, kisha akamwambia kuwa pole kwa kubondwa na mayai visa, imeniumiza sana jambo lile. Lakini mwamba aliishia kucheka tu. Baada ya hapo akaondoka zake akaenda kukutana na watoto kitajiri ambao wanashirikigi michezo ya kuendesha farasi, lakini alimwacha bidada Chaetang nyuma. Sasa bwana, upande wa mama yake na mwamba Leo, kumbuka kwamba anajua kabisa mtoto wake Leo ndiye alikuwa anastahili kiti cha ufalme, kwa maana yeye ndio Crown Prince, lakini ile nafasi yake ilinyang'anywa tu. Hasa mama kisirisiri ana mpango wa kurudisha nafasi ya mtoto wake Leo ndani ya jumba la kifalme. Sasa akaanza kwa kufungua michezo fulani hivi, inaitwa michezo ya yoga, na hii michezo inahusisha familia za kitajiri tu, na aliamini kwamba akianza kushirikiana na familia mbalimbali za kitajiri itakuwa ni rahisi kuandaa mpango wa kufanya mapinduzi, na si mapinduzi ya kivita bali mapinduzi ya kudai haki ya mwamba Leo kuweza kuwa Crown Prince ambaye ndiye alikuwa amechaguliwa na anayestahili nafasi ile. Swali ni moja tu, huyu mama ataweza kushindana na ufalme na kufanya mapinduzi makubwa kiasi hicho? Tukutane katika episode ya 4, itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili.